Basi bwana, leo kuna bonge la ndoa linafungwa huko. Mchungaji anauliza, kuna mtu yote anapingamizi juu ya ndoa hii? Narudia tena, kama kuna mtu yote anapingamizi juu ya ndoa hii, basi asimame. Katokea demu kwa na mfuko, shangazi kaja, amenipa mimba huyu, kanipa mimba mimi. Yaani hicho ni kionjo tu cha movie yetu ya leo inayoitwa No Escape. Basi twende sambamba mwanzo hadi mwisho. Mwanzo kabisa wa movie yetu anaonekana demu kama katoka kijijini hivi akigonga geti. Huyu demu bwana anaitwa Obi. Basi mara mlinzi akaja, karibu nikusaidie nini? Obi huko akijichekesha akasema, samahani, nilikuwa naulizia eti hapa ndio nyumbani kwa bwana Joni. Jamaa mmoja hivi mrefu mweusi na ana ndevu zimezunguka hivi, yani kama zako. Kama ndevu zangu ndiyo ya, hapa ndio nyumbani kwake. Obi kwa furaha akasema, Mungu huyu jamani, yani kanileta moja kwa moja hadi hapa. Haya basi nifungulie geti niende nikaonane naye. Mlinzi akamuuliza, una shida gani naye? Obi akasema, tunafahamiana. Unajua alipokuja kijijini kwetu kwa mambo ya ujenzi ndipo tulipoonana na kufahamiana. Hivyo namjua kindakindaki. Mlinzi akasema, hujajibu swali langu. Una shida gani naye? Obi akasema, jamani, si nimekuambia tunafahamiana ndani nje. Wewe fungua geti, mimi nikaonane naye. Lakini mlinzi bado kinganga tu akaangania, hujajibu swali langu. Nimekuuliza una shida gani naye? Mwisho Obi akaona mimi siwe shida. Mtu nakuelezea mimi namfahamu, wewe elewi. Haya, kanipa mimba. Basi mlinzi akashangaa, macho akamtoka pale. Bosi wangu akupa mimba wewe? Obi akajibu, ndio na mimba yake. Mimi nimekuambia namfahamu nje ndani, lakini hutaki kunielewa. Basi mlinzi hakuchelewesha, yani hapo akaanza kumpa ubuyu Obi. Hivi unajua muda huu tunavyoongea, bosi anafunga ndoa huko Garden View na mwanamke mwingine. Obi akadata, unasemaje wewe? Anaoa? Yani kanipa mimba mimi, halafu anaenda kuoa mwanamke mwingine? Inawezekana vipi? Mlinzi akasema, mimi haya hayanihusu. Kwa upande mwingine anaonekana bwana harusi Joni akiwa na mrembo wake, wamependeza wenyewe na mavazi yao ya harusi na wapo tayari kabisa kwa kufungishwa ndoa. Basi mchungaji akawa anauliza pale, kuna mtu yoyote anapingamizi juu ya ndoa hii? Basi unaambia watu wote kimya wanaangaliana tu. Mchungaji akarudia tena, kama kuna mtu anapingamizi na ndoa hii basi ajitokeze. Basi unaambia ghafla Obi na mshangazi kaja wake akatokea huku akipiga kelele, kanipa mimba huyo, kanipa mimba huyo mimi. Basi unaambiwa watu wote ikawa tafulani pale. Joni anamuuliza Obi, umefuata nini hapa? Obi anamwambia, yani umenipa mimba huko kijijini ukaniacha, alafu unakuja mjini kwa mwanamke mwingine. Basi bibi harusi hamina anachokiona mbele yake. Anamaanisha nini huyu? Joni akamjibu, hamna kitu baby, acha naye huyu amechanganyikiwa. Mchungaji naye anamuuliza Joni, anasema nini huyu mwanamke? Joni anamwambia, baba mchungaji, huyu mwanamke ni muongo, usimwamini. Obi akasala pale, mimi ni muongo nimechanganyikiwa kivipi yani? Hujanipa mimba wewe? Hatujazagamuana mimi na wewe? Ngoja niwaambie jamani, huyu jamaa ni engineer. Alikuja kijijini kwetu kwa kazi ya ujenzi, lakini akaacha kufanya kazi yake ya ujenzi wa majengo na akaanza kunishughulikia mimi. Yani tulikuwa tunafanya kila mahali, bafuni, chumbani, yani kila sehemu. Mwisho wa siku akanipa mimba. Mimba yenyewe hii hapa jamani. Hii mimba sio mimba. Baba mchungaji, umeiona mimba? Hii hapa. Watu wote basi kila kitu kikafurugika. Bibi harusi akadata. Joni akawa anajitetea pale, baba mchungaji, ni kweli nilikuwa na mahusiano naye, lakini ilikuwa ni kitambo zamani kabisa huko miaka ya nyuma. Ila kuhusu mimba, hiyo mimba mimi sio yangu. Obi akawa anamuuliza mchungaji, baba mchungaji, hivi kanisa lako lina support maovu? Mchungaji akasema, hapana hata kidogo. Sasa mbona huyu jamaa amempa mimba mwanamke mwingine akamwacha, alafu anakuja kumwoa mwanamke mwingine? Kivipi yani? Basi bibi harusi amechanganyikiwa, analalamika pale. Joni akasema, baba mchungaji, hebu nipe muda kidogo, ngoja niongee naye huyu, dakika 2 tu alafu nakuja. Sawa? Basi unaambia Joni akamvuta Obi kwa nguvu wangu, akamchukua na kwenda naye chemba kuzungumza. Hivyo wewe una shida gani wewe? Unajua wewe ni mjinga sana. Yani Joni, umenipa mimba ukaniacha kijijini, alafu unakuja kumwoa mwanamke mwingine kweli? Hebu subiri kwanza, umejuaje kama nipo hapa naoa? Kwa hiyo ulifikiri sitakupata Yani unipe mimba uniache kijijini alafu uje mjini wewe mwanamke mwingine? Hiyo haiwezekani. Kwanza mimi nitaamini vipi kama kweli hiyo mimba yangu? Unajua bwana Obi chenga sana. Unajua akamjibu vipi Joni? Eti Joni bwana,
Kwani umesahau yale mambo yote tulikuwa tunafanya kule kijijini? Hivi unajua wewe ni noma sana John. Yaani wanaume wote niliwahi kuwa nao kule kijijini, hakuna hata mmoja anayekufikia kwa kunjunjana. Yaani wao mkifika tu ni kifo cha mende twende kazi. Ila wewe sasa injinia, yale mapigo ya kule chumbani hotelini uliokuwa unanipa. Halafu unaniambia panua miguu, mara weka miguu juu, mara geuka nyuma, mara chuma mboga, mara zunguka nyuzi 360, zunguka nyuzi 180. Hatari. Na mara baada ya kufanya style zote hizo ukaniachia na mimba juu. Sasa kwa upande wa pili kule kwenye harusi mambo yameshaharibika. Bibi harusi moja ikai, mbili haisimami. Yaani hataki kusikia chochote. Huyu bibi harusi bwana anaitwa Andrea. Basi bwana si akaamua kutoka nduki. Wapambe wake nao wakaanza kumfuata wakijaribu kumtuliza. Andrea simama, lakini yeye wapi haelewi, ndo kwanza mbio. Wakati John bado anaendelea kumsikiliza Obi na stori zake, mara akamwona bibi harusi na Andrea akipita mbio. Akastuka. Sina yeye akaamua kuungatela bwana. Anamuita lakini Andrea hataki kusikia chochote, anakimbia tu. Mara wakati anashuka kwenye ngazi, si akajikwaa na kuanguka. Oh Mungu wangu, Andrea vipi? Upo sawa? Andrea ana hasira balaa. Hebu niache huko, usinishike, achana mimi. Kwa upande wa Obi baada ya kuvuruga shughuli ya watu, tunamwona akiwa na ile shangazi kaja lake huku akiongea peke yake. Yaani unampa mtu mimba halafu unamwacha, unaenda kuwa mwanamke mwingine? Hiyo haiwezekani. Labda sio mimi Obi. Yaani uliyempa mimba ndio huyo utakayemuoa. Nyie kimbizaneni huko, mkimaliza mtanikuta nyumbani. Hamnijui kumbe nyie. Obi anaenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa John. Anagonga geti na mlinzi safari hii anamfungulia mlango na kumkaribisha ndani. Basi mlinzi meno yote nje. Mara hii umerudi? Niambie huko nini kimeendelea? Obi naye anavyopenda kutoa ubui sasa. Akawa na mhadithia kilichotokea huko kila kitu. Mwanangu noma. Ile nafika tu mchungaji anauliza kama kuna mtu ana kizuizi juu ya ndoa hii aseme. Basi nikatupa fuko langu na kwambia nikatimua mbio huku nikipiga kelele. Mchungaji kanipa mimba mimi huyo. John kanipa mimba. Basi watu wote wanashangaa. Mlinzi akauliza, "Sasa ikawaje?" "Ikawaje? Ninavyokuambia nimeharibu kila kitu huko. Hakuna ndoa wala nini." Yaani kuanzia mchungaji, wapambe, bibi harusi na bwana harusi, yaani ukumbi mzima wote nimeacha wanakimbizana huko. Mara Obi akawa anafungua lile shangazi kaja lake na kuanza kutoa misosi na vinywaji huku akimpa mlinzi. Unajua baada ya watu wote kukimbia pale ukumbini, vyakula vyote vikawa chini ya Obi. Nimejikulia misosi yangu mwenyewe kwa raha zangu peke zangu. Basi nakwambia mlinzi anacheka tu, anafurahia msosi tu yani hapo. Yaani hapa umenipatia sana yani. Unajua humu ndani mimi kupata msosi ni shida sana. Yaani unanibania sana. Basi Obi akamwambia kuhusu msosi hilo limeisha. Yaani hapa utakula hadi ucheue. Basi Obi na mlinzi wanaonekana kupatana sana yani. Wanapiga story 2-3 pale huku akicheka na kufurahi. Na mwisho wa siku Obi anaenda zake ndani. John na Andrea wanarudi. Wanapoingia wanashangaa kumkuta Obi akiwa ndani. Andrea akawa anauliza, "Nini kinaendelea hapa?" Obi akasema, madam, mimi nilivyoona unakimbia nikajua umeenda kwa wazazi wako, umekuja huku tena." Andrea akawa anamuuliza John, "Kwa hiyo ndio umemwambia aje hapa sio?" John akawa anamuuliza Obi, "Wewe umefikaje hapa? Umeingiaje ndani kwangu?" Obi akamwambia, "Sasa maswali gani hayo? Mimi nimefika zangu getini, mlinzi kanifungulia geti nikaingia zangu ndani. Na kama unavyoniona nakunywa juisi hapa, nile zangu pilau." Basi John kwa hasira akatoka hadi nje na kumuita mlinzi, "We ponjo hapa. Sogea hapa." Kisha akamzaba bonge la bao. "Kwa nini umemruhusu yule mwanamke aingie ndani kwangu? Unamjua wewe?" Bosi, yeye alikuja akagonga geti na kusema na dada yako, akasema nimwelekeze mnakofanyia harusi. Mimi nikamwelekeza." John akamuuliza, "Ulinipigia simu kuniuliza?" "Hapana bosi, mimi alivyosema dada yako tu na nimwelekeze kwenye harusi nikamwelekeza." John akamwambia, "Sikia po, siku nyingine ukifanya ujinga kama huu na kufukuza kazi, lione kwanza." Kwa upande wa Andrea yuko chumbani na rafiki yake bado analalamika. Rafiki yake akawa anamtuliza, "Sikia shoga yangu, wewe unapagawa bure tu." "Napagawa? Si umemsikia mwenyewe demu kasema na mimba yake." Shusti akasema, "Bado hatuna uhakika na hilo bwana. Yule demu ni mrugaruga ujue. Mademu wengi wa kijijini huwa wanahala ovyo na wanaume na mara nyingi hata hawajuagi mimba ni ya nani." "Shoga yangu, usiharibu uhusiano wako wa miaka 5 na John kisa eti kuna demu tena mshamba tu anadai ana mimba ya John. Mpiganie mwanaume wako wewe."
Siku inayofuata John yupo ofisini kwake na rafiki yake wanapiga zao story. Rafiki yake anasema, John, hebu niambie ukweli, maana mimi sitaki kabisa kuamini hata kidogo kama unaweza kulala na demu kama yule, yani mshamba vile. John akasema, sikia mwanangu, yule demu ni mshamba kweli, lakini mwanangu yule demu mtambala. Unasemaje wewe? Yani unababaika na tako? John akasema, sio tako baba, yule demu kwenye yale mambo yetu ya 6 kwa 6 ni noma. Yani ninavyokuambia Andre hamuingii hata kidogo. Obi amekaa zake sebuleni anaangalia TV. Mara John anaingia. Obi kwa furaha nyanyuka na kuanza kucheza. John wangu karibu jamani, huku akimfuata, lakini John anamzuia. We, hebu tulia huko. Hivi unajua unachokifanya kweli? Sina kukaribisha nyumbani jamani. Hivi kwa sababu nipo kimya ndio unafikiri utakaa hapa milele? Nakupa siku kadhaa tu za kuishi hapa kisha uondoke zako. Obi akasema, niondoke niende wapi? Siendi popote. Hapa ni nyumbani kwa baba mtoto wangu. Naondokaje kwa mfano? Haondoki mtu hapa. Yule akasema, naona sawa nataka kunipanda kichwani. Sasa nakwambia nakupa siku moja tu wa kukaa hapa. Kesho nataka uondoke nyumbani kwangu. Basi Obi akaona isiwe tabu. Akaanza kumnyenga John. Ujue John bwana anamkubali sana Obi. Na kwa Obi apindui, sema anazuga tu ili asiharibu kwa Andre. Obi akasema, jamani John, mbona kwa hivyo sasa? Akaanza kumkumbusha alivyokuwa akizaga mwana huko kijijini. John basi akawa anasikiliza. Anaonekana kama anafikiria kitu hivi. Obi akamwambia, ngoja nikuonyeshe kitu. Akamfunulia tumbo. John akaona huu ujinga huu. Akaondoka zake na kumwacha Obi akisema, kidume chako hiki, huku akiimba, John wangu we, John. Baada ya John kuingia chumbani akamkuta Andre amenuna ile mbaya. Akawa anamsalimia pale. Niambie babe, unajisikiaje? Wewe unafikiri najisikiaje? Wewe umeniletea mwanamke mwenzangu ndani, unafikiri nitajisikiaje? Mpenzi, asifikie huko. Hii tutalisolve tu. Hebu niambie tunalisolve vipi? Ni aibu gani hii? Yani nashindwa hata kuwasha simu yangu. Familia yangu, marafiki zangu wote wananicheka kwa sababu walinikataza mimi nisiolewe na wewe, lakini mimi kiganganizi changu tu kwa sababu nilikuwa nakupenda na nilikuwa nakuamini pia. Lakini hebu uone alionikuta. Hivi ni kweli kabisa umelala na huyu mwanamke? Hebu subiri kwanza. Ina maana wewe kumbe unavoendaga huko kwa ajili ya kazi ya ujenzi, badala ya kufanya kazi yako unaenda na mambo yako mengine kabisa ya umalaya, si ndio? John akasema, sikia mpenzi, hebu tulia kwanza. Yule mwanamke hata sio muhimu hivyo kama unavyofikiria. Wewe ndio mwanamke pekee ninayokupenda na nataka kuwa nawe katika maisha yangu. Kama kweli unanipenda mimi na unataka nikuamini, basi mfukuze huyo mwanamke ndani huko. John akasema, lakini ana mimba huyo. Kwa hiyo kama ana mimba je? Asa mtu ana mimba tutamfukuza ataenda wapi? Na je akipata matatizo huko? Mimi hiyo hainihusu. Kama kwa unanipenda, unanijali na unataka tuendelee na haya maisha, nataka aondoke humu ndani. Obi anaonekana yupo sebuleni amelala. Ghafla anastuka na kushangaa. Haamini kama amelala sebuleni. Akawa anajiongelesha mwenyewe. Jamani, Obi mbona unakuwa mjinga hivyo? Jana umelala hapa sebuleni na leo tena unalala hapa. Mbona unakuwa mjinga jamani? Au ndo hiyo mimba tena? Yani mimi nalala sebuleni kweli, alafu John na demu wake wanaenjoy huko juu chumbani. Biso kweli. Basi unaambiwa akanyanyuka Obi na kuelekea chumbani huku akiendelea kulalamika. Na wafuata huko. Haiwezekani, kama mbwai tu. Sasa wakati Obi na Andre wakiwa chumbani wamelala, ghafla Obi anaingia, wanastuka. Obi anaenda anajitupa katikati yao kwenye kitanda. Wanabaki wanashangaa. Wewe vipi wewe? Umechanganyikiwa? Obi anasema, jamani kumbe kitanda kizuri hivi. Yani soft kweli yani. Hiki ndo kitanda sasa. Hebu check ilivyokuwa soft. Yani nyinyi mnaenjoy hapa, afu mnaniacha mimi nalala sebuleni nimejikunja kule kwenye kikochi. Tafadhali mwenzangu, na mimi nataka kulala hapa. Umechanganyikiwa, unaumwa wewe. Kichwani kwako hazikutoshi wewe. Unasemaje wewe? Unasema mimi naumwa? Nitakupasua wewe, unijui kumbe. John, tafadhali muonye kimada wako. Ndio akasema, unaumwa nini wewe? Mimi kimada? Ukiniangalia na mimi kimada? Basi John akanyanyuka pale. Oya Obi, hebu toka mchumbani, toka chupa. Unasemaje wewe? Obi anasema, unasemaje wewe? Niende wapi? Siendi popote. Basi kwa hasira Andre akaona kama amedharauliwa, akatoka chumbani mle. Andre alivotoka, Obi anamwambia John, njoo tulale John wangu. John akamwambia, una shida gani wewe? Na kuangalia tu, kwa hiyo uko hapa kwa ajili ya kuharibu maisha yangu, si ndio? Basi John nikwambia akatoka mle ndani, akaenda moja kwa moja mpaka sebuleni. Ya bibi, kwa nini umetoka chumbani? Wewe unataka mimi nifanyaje? Wewe unataka mimi nibaki na ule chizi wako kule?
Basi unaambiwa Andrea ana hasira kishenzi, yani anamfokea kweli John. Yote umeataka wewe. Tuliongea vizuri kabisa leo mchana, lakini kiko wapi? Nilikwambia mfukuzi aondoke umndani, lakini umewangania. Ona sasa alichokuja kunifanyia kule. Aibu gani hizi mimi? Mimi kweli wa kutoka chumbani kwangu kuja hapa sebleni? John akamwambia, sikiliza mpenzi, hutaki kuwa na hasira hivyo. Asa itakuwaje? Uwezi kulala hapa sebleni. Basi hebu sikia kwanza. Nenda basi kaleta chumba cha wageni. Basi Andrea akamtoka macho akana mwangalia John bila kujibu lolote. Basi bwana, John akaamua tena kurudi chumbani kwenda kumtoa Obi. Nilijua tu utarudi. Naomba utoke humu ndani haraka sana. Obi akasema siendi kokote na mimi nataka kuenjoy kama nyie. Sawa, wewe kama unataka kuenjoy, nenda kale chumba cha wageni. Hiki ni chumba changu mimi na mchumba wangu Andrea. Obi akasema nimesema siendi popote. John akasema sikia nikwambie, na hesabu hadi 3, vinginevyo nitatumia nguvu kutoa. 1, nataka hesabu hata 100. 2, naona unanitania. Basi unaambiwa pale John akaanza kumvuta Obi kwa nguvu ili kumtoa nje. Toka nje nakwambia. Nimesema stoki. Nasema utatoka. Mara Obi akaanza kupiga kelele. Mama, mimba yangu jamani, mimba yangu jamani. John akaona isije nikapata kesi, akamwachia. Unataka kumuumiza mtoto wangu? Mwanangu, unaona baba yako anachotaka kunifanyia? Ujue huyu mtoto anaona na anasikia kila kitu ambacho baba yake anataka kumfanyia mama yake. Ngoja azaliwe aanze kukuchukia, ndio hapo utakapojua muone kwanza. Basi John akaishiwa pause kabisa. Ona kazi anayo. Basi akaamua kuondoka zake ndani huku akimwacha Obi akimcheka. Na kisha akajilaza kitandani na kuanza kupapasa tumbo lake. Asubuhi yake John na Andrea wapo wanapata breakfast. Mara Obi huyo akaanakuja bwana. Akaanza kusema, "Hey jamani, ndio mnakula 3 ambizana 3 atukaribishani." Basi akanasogea huko anaangalia. "Kwani mnakula nini kwanza?" Akaanza kuangalia. Jamani, chakula gani hiki? Mbona minyoo? Hebu niangalie vizuri. Jamani, mnakula nini? Mbona kama minyoo?" Basi ghafla unaambia Obi akaanza kutapika bwana. Basi John na Andrea wakastuka pale wakanyanyuka. "We vipi, uko sawa kweli?" Basi unaambia Obi akatapika tena. "Kwani shida nini?" Ni mtoto wangu jamani." "Kuna shida gani wewe jamani?" Basi kabidi John aondoke pale na Andrea wakamwacha pale Obi peke yake. Sasa hapa tunamwona John akiwa ameleta Obi kwenye chumba kingine. Akanamwambia kwamba siku zote utakazokuwa humu ndani utakuwa unalala kwenye chumba hiki, sawa? Maana umekuwa ukitusumbua sana kule chumbani kwetu. Huwezi kuja hapa na kuniharibia maisha yangu. Obi akawa anasema, "Yule mwanamke hujamuoa. Najua ndio hata mimi hujanioa, lakini mimi nina mimba ya mtoto wako. Mimi ndio nilikuwa nastahili kulala kule juu, afu yule mwanamke wako angekuja kulala hapa." John ikabidi awe mpolisi, akanamwambia, "Obi sikia, na kuomba uwe unatumia hiki chumba, uwe unalala humu. Kuanzia sasa hiki ndio chumba chako. Usikanyage kabisa kule chumbani kwangu. Sawa? Tafadhali sana Obi, na kuomba." Basi kutokana John alivyokuwa anaongea kwa upole, basi tena Obi nakwambia akafurahia balaa. Unajua ni John ukiongea kwa upole hivyo unanivuruga mimi, unanichanganya kabisa yani. Yani hivyo unavyonibembeleza una tafadhali. Yani mimi napenda kweli mwanaume akaniambia hivyo. Sawa, basi mimi nimekubali. Nitabaki hapa. Kwa upande wa Andrea tunamwona akiwa na shoga yake, akawa anampa ubuyu wote. Yani ninavyokuambia hivi shoga yangu. Yani kwa kuleta sielewi mimi nifanyeje. Yani huyu mjinga kila siku anazua jambo jipya hapa nyumbani. Hamna taraha yani. Yani bora nirudi tu nyumbani. Naona kama nachanganyikiwa tu hapa yani. Unasemaje? Kwa nini asiondoke? Wewe ndio unataka kuondoka. Unaondokaje hapa kwenye huu mjengo wote huu? Nataka kumwachia yule ng'ombe yule akae peke yake hapa. Ghafla bwana, wakati Andrea yake anapiga sio na shoga yake pale, Obi huyo akawa anakuja bwana. Yani alivyofika tu akaanza kukohoa na kuanza kutema makohozi. Yani ili mradi tu amvuruge Andrea. Andrea akakasirika pale akaanza kumwambia, "Kuna unatema makohozi yako hapa? Unafikiri chooni hapa? Kwa hiyo kama kikohozi kimenibana na mate yameingia mdomoni, kwa hiyo nisiteme mpaka niende chooni, si ndio? Kwani wewe uone kama mimi na mimba? Si ndio mama wajawazito wanavyokuaga jamani hivi? Kutema mate ovyo ovyo." Samahani, nilisahau kwamba sababu hujawahi kupata mimba, kutajuaje hayo? Basi kwa kuongezea tena pale kwambia akatema mimate tena. Hata sikulao mshoga yangu, hujawahi kubeba mimba. Ghafla anakuambia rafiki yake na Andrea akasimama na kwambia akataka kumzaba kibao, lakini Obi akaudaka ule mkono. Mbona unataka kunipiga kibao si Basi yule rafiki yake Andrea anamwambia Obi, "Usinijaribu kabisa, mimi sio Andrea. Nitakupasua mpaka uchanganyikiwe." Obi akamwambia, "Unasemaje wewe? Hivi unajua vizuri mimi wewe? Unajipenda au ujipendi wewe? Ushaye kupigwe? Usinione hivi mimi na mimbani, nitakuchakaza, nitakupiga mpaka uchanganyikiwe." Ikabidi Andrea aingilie pale. "Hebu acha kumfokea rafiki yangu.
Nikimfokea utafanyaje? Afu sikiza nikwambie wewe, mambo ya kukaa na shoga yako afu mnaanza kumuongelea John wangu, mkome kabisa. Basi wakati bado wanaongea pale, wanazidi kumsolola Obi na kwambia akakohoa tena, nakwambia akatema mima ate tena. Andrea akasema jamani, una shida gani wewe? Rafiki yake anasema jamani, yani dimu mchafu kweli. Obi nakwambia akachukua lile karatasi ambapo ndo alikuwa anatemea mima, amrushia yule shoga yake na Andrea, kisha akaondoka zake. Kitendo cha Obi kumtupia karatasi la makohozi kinamkera sana Bishosti. Hataki kusikia chochote, anataka kuondoka tu, licha Andrea kumbembeleza na kumsia asiondoke, lakini wapi, Bishosti akaondoka zake. Obi yuko zake jikoni anapika huku akimba zake. Mara Andrea akafika pale na kuanza kumfokea. Unawezaje kumfanyia vile rafiki yangu? Unawezaje na kuuliza? Akataka kumzaba kofi Obi. Obi akadaka ule mkono. Kwa nini kunizaba kibao hivi unanionaje kwanza? Kwa sababu na nyama za kimya unaona kama mjinga Sasa ngoja nikuonyeshe. Basi uwezi kuamini, kwambia Obi alimshushia kichapo Andrea na kwambia na vile nyanya vitunguu alivyokuwa amekata pale karoti na kwambia vyote akawa anamwagia mwilini na akawa anampakaza huko akiongea. Kwa sababu nimekuwa kimya kila siku, umeona kama mimi mjinga, unaona kwamba unanimudwe. Hasa leo nataka nikufundishe adabu. Basi unaambiwa jiko zima likatapaka vitunguu, nyanya, bilinganya, karoti, hoho, yani ikawa shagala bagala. Basi mara baada ya kushushwa kichapo na Obi, Andrea akaingia chumbani huko akilia, akawa anajiangalia kwenye kioo, yani haamini macho yake, yani mwili wote umechakazwa. Mara John akaingia, wewe vipi, mbona unalia? Angalia alichonifanyia mwanamke wako, angalia kanipiga, angalia kaniharibu yani. Na uhakika amekupiga? Ndio kanipiga. Basi nakwambia kwa hasira, nakwambia John akatoka akimfuata Obi. Basi ile John anaingia tu chumbani kwa Obi, anamkuta Obi kavaa kanga moja. Umemfanya nini mchumba wangu? Jamani John wangu, umekuja. Basi unaambiwa pale, nakwambia Obi akaanza kumnyenga John bwana, si akaanza kulainika bwana. Yani akasahau kabisa kilichomleta humo ndani. Obi anamkumbatia pena, nakwambia anataka kumbusu. Anamnyenga nakwambia John tayari akawa ameshalainika. Nakwambia kwa upande wa Andre amekaa kwa muda mrefu, mwisho akanajiuliza, mbona John harudi muda wote? Si amesema anaenda kumfundisha adabu, ndio mpaka saa hizi nini kinaendelea? Hebu ngoja niende kwanza nikaangalia nini kinachoendelea. Yani yeye anaingia tu chumbani, nakwambia akapigwa na butwa. Anamkuta Obi yuko juu, John yuko chini. John akamrusha huko Obi. Andrea akasema, mnafanya nini hapa? Obi akasema, karibu ujumuike nasi. Umechanganyikiwa nini mpumbavu wewe? Basi kwa hasira Andrea akatoka nje, akawa nasikia Obi anamwambia, tumalizie bwana, tumalizie tulichoanzisha. Akarudi tena kwambia Andrea akafungua mlango, yani bado upo tu umekaa huko Kamkuta na kwambia John kakumbatiwa hatari. Sio hivyo baby, niachie huko, hebu niachie kwanza. John akakurupuka huyo akatoka nje. Basi John alivyotoka, Obi akawa na afadhali leo nimemgusa na nimemkumbatia na kanipa kidogo. Siku nyingine akija hapa mambo atakuwa bambam, na najua atarudi tena tu. Kwa jinsi ambavyo leo nimemchanganya hapa, hawezi kulala usiku, atakuwa ananiwaza, na akija nitampa style hiyo ya kufa mtu mwenye atapagawa. Jamani, maisha raha kweli. Huko chumbani unaambiwa Andrea mkali kishenzi, yani anamfokea John. John anaomba msamaha tu. Yani mimi kweli nakuja kwenda kukuta huko juu ya mwanamke, alafu naondoka unaendelea kubaki tu kweli? So hivyo mpenzi wangu, nisamee, ni shetani tu ananipitia. Shetani sasa nakwambia rudi kwa huyo mwanamke wako. Mimi sikutaki humu ndani. Basi nakwambia ugomvi kwa mkubwa, nakwambia Andrea nikawa mbogo kishenzi. Sitaki tena, nakwambia mimi na wewe basi nenda kwa huyo mwanamke wako. Bala nakwambia alikawa mle ndani. Si unajua tena mambo ya wapenzi, inaonekana waliongea wakasameheana, maana usiku anaonekana John akiwa amelala pamoja na Andrea. Basi bwana, si unajua mama wajawazito yani muda wote wanasikia tu njaa. Basi usiku maana nakwambia Obi ameamka anatwanga, nakwambia sijui chakula gani hicho ambacho wamepata hamu ya kula. John na Andrea nakwambia wakastuka. Andrea anauliza, John ni nini iko? Inabidi wote waamke waende kuangalia nini kinachoendelea huko. John alifika kule jikoni akaanza kufuka, una shida gani wewe? Hivi unajua sasa hivi saa ngapi? Wewe mwanamke una kichaa upuuzi gani unafanya mida hii? Obi akasema, jamani, mbona mnanifokea? Kwani kuna shida gani? Kuna baa gani nimefanya hapa? Mimi mbona anda zangu breakfast tu hapa. Shida iko wapi? Kosa langu ni lipi hapa? Hadi mnafikia hatua kunifokea, kunigombeza na kunitukana. Basi John tena akaingiwa na imani tena akasema, basi endelea kufanya kazi zako, lakini punguza kelele.
Saka ile gani ambayo nipunguza jamani? Hiki chakula ndo kinavyoandaliwa, inabidi utwange hasa ili kiive vizuri. Tatizo unapiga kelele. Kwanza huu hata sio muda mwafaka kufanya mambo yako. Madam, niache na mimba na mtoto wangu ndio anajisikia kula huu msosi asubuhi. Shida iko wapi? Joni, hebu mwambie huyu. Wewe si unajua huo msosi ulivyokuwa mtamu Si unakumbuka nilivyokuwa nakupikia kule kijijini? Hebu mpe huyo. Basi Joni akaanza kukumbuka bwana. Inaonekana huo msosi aliokuwa anapikiwa kule kijijini ulikuwa mtamu sana. Maana Joni anajikuta anawaza hadi anawaza tena. Yani hadi anazuba. Andrea anakasirika. Upo serious kweli? Yaani unaukumbuka huo msosi si ndio Joni anazuga pale. Hapana baby. Joni akamwambia Obi, sawa basi, endelea tu, hamna shida. Basi Obi nakwambia meno yote nje, akafurahi balaa. Sasa hapa tunaona wakiwa mezani wanapiga zao breakfast. Na leo Joni amemwalika yule rafiki yake kuja kupata breakfast. Breakfast ya leo ameiandaa Obi. Wakati wanaanza kula, rafiki yake Joni akasema, nini hiki? Chakula tu cha kawaida hicho, vipi hujakipenda shem? Kwani ni kibaya? Jamaa akanamwambia Joni, kumbe rafiki yangu unaenjoy hivi afu tatu ambizani. Basi Andre nakwambia kachukia bala hapo. Maana hizo sifa zinazokwenda kwa Obi yeye hazitaki hata kidogo. Obi yeye akana tabasamu tu anafurahi. Joni nakwambia akatia chumvi kwenye kidonda. Inapokuja swala la kupika mwanangu achana kabisa na Obi, yani moto wa kotea mbali ni noma. Kiufupi bwana Obi anajua kupika. Basi Andre nakwambia akisikia hivyo anatamani kupasuka nakwambia. Akaona breakfast yenyewe haifai wala nini, akanyanyuka na kuondoka zake. Manake kila mtu anamsifia Obi. Yani yeye kama haonekani vile. Obi akanasema, "Sasa unaenda wapi jamani? Mtu hujamaliza kula unanyanyuka." Basi bwana Obi kamletea mlinzi chakula. Kama unakumbuka siku ya kwanza kabisa Obi alipoingia kwenye hii nyumba alipatana sana huyu mlinzi na akamwahidi kuwa chakula kwa kitakuwa sio ishi tena. Maana mlinzi alilalamika kuwa linapokuja swala la msosi humu ndani hawamjali kabisa. Unaambiwa mara tu baada ya mlinzi kuonja kile chakula akaanza kusifia balaa. Madam, yani huu msosi ni mtamu balaa sijai kuona. Baadaye tunamuona Andrea yupo na shoga yake na wanapanga jinsi ya kudili na Obi. Yani anamuona kama mwanamke aliyeingilia na kuharibu penzi lake kwa sababu tu ya kupewa mimba na Joni. Shoga yake anamwambia asikubali kushindwa. Yani hatoki mtu hapa shoga yangu. Piga ua hakikisha wewe ndio unakuwa mshindi sawa. Wakati wakipanga mipango yao, Obi akiwa juu anaangalia tu, alikuwa akiwasikiliza vizuri sana. Basi uwezi amini bwana. Si akamwagia maji na kisha akafuata huko chini. Andrea akawa anamwambia, "Umechanganyikiwa wewe?" Obi akasema, "Ndio, nimechanganyikiwa kwa penzi la Joni. Hapa siondoki na hata mfanyeje." Sasa kama walivyokubaliana na shoga yake kuwa hatoki mtu hapa, usiku wakiwa kitandani Andrea akaanza kuweka mazingira ya kuhakikisha anafunga ndoa na Joni. Akawa anamuuliza kuhusu mipango ya ndoa yao baada ya Obi kuharibu mara ya kwanza. Basi Joni anamhakikisha kuwa asiwe na wasiwasi na watauana tu. Mpe muda kidogo ili hali ya hewa itulie kwanza, lakini kiuhalisia ni kama Joni hataki hivi. Sasa wakati wakiongea mara mlango unafunguliwa na Obi anaingia. "Wewe vipi wewe unaingia bila hodi?" Obi baadaye yake amekuja kumuita Joni akalale naye. Eti mtoto anataka kuongea na baba yake. Jamani hizi mimba hizi. Joni na Andrea wakawa wanashangaa pale. Andrea akasema, "Naona hazikutoshi wewe. Hauko sawa Obi akasema, "Mimi wala sitaki shida. Ninachotaka ni Joni tu. Twende ukaongea na mtoto wako au mwambie basi Andrea atupishe hapa ili umsalimiane na mtoto wako." Basi baada ya mzozano wa hapa na pale, huku Obi akitishia kuwa kama Joni atakataa kulala naye basi yeye atatoka nje kutafuta wanaume wengine wa kulala naye, kwani kuna wanaume wengi tu ambao wanapenda kulala na wajawazito. Mwisho Joni akaona isiwe shida, akamwambia Andrea, "Hebu ngoja kidogo baby, ngoja nikamsikiliza anataka nini." Basi bwana si usingizi ukampitia Andrea. Alipostuka na kwambia akashangaa hamuoni Joni, yani Joni bado hajarudi. Akaona hii sio kweli, akatoka na kwenda kumwangalia. Alipofika mlangoni akashangaa kusikia sauti ya mahaba ya Obi ikiugulia, yani miguno ilikuwa si ya kitoto, hatari. Basi Andrea mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio, akashindwa kuvumilia na kwambia akatoka mbio hadi chumbani. Asubuhi yake tunawaona wakiwa mezani wakipata breakfast. Joni anaonekana ana furaha sana, anafurahia chakula cha Obi, yani msosi unaonekana mtamu hadi kisogoni, maana Joni anakula huku anaenjoy.
Kitendo hicho kikamkera sana Andrea. Kwa hasira akanyanyuka mezani na kuondoka zake. Basi John na Obi wao wakaendelea kusosomola tu huku akifurahi na kuenjoy zao. Huko chumbani Andrea amevimba balaa. Basi ile John anaingia tu ndani anamuuliza inakuaje baby. Basi akanaswa bonge la kibao. Dharau gani ile uliokuwa unanionyesha pale mezani? Uliona ulivyokuwa unatabasamu kama mjenga? Inaonekana kabisa kile ulichofanya jana usiku na Obi kilikufurahisha sana, si ndio Kwa nini unanipiga kofi baby? Mimi pale mezani nilikuwa na kuangalia wewe. Nilikuwa nawaza jinsi mwanamke wangu ulivyo mzuri. Ndio maana nilikuwa natabasamu. Hiyo kofi ndio adhabu yangu ya kuangalia uzuri wako John akashika shavu lake na kutoka ndani. John yupo na rafiki yake anamueleza jinsi Andrea alivyomnasa kibao jana. Anasema lakini hiyo haijalishi bwana. Kikubwa mshikaji wangu ni jinsi jana Obi alivyonipa utamu. Usipime mwanangu. Yaani mwanangu sijui nikuambie nini uweze kunielewa, lakini Obi ananichanganya sana. Yaani ule mtoto ule kuanzia chini hadi juu yupo natural. Yaani ni mwanamke aliyekamilika kabisa. Hajajibusi na Mchina wala hajaenda Uturuki kuongeza nyama. Ni vile Mungu tu alivyotulia wakati akimuumba. Basi unaambiwa John akaendelea kumwaga misifa kibao Obi. Mwishowe rafiki yake akamwambia, "Hebu ngoja kwanza mshikaji wangu. Hizi sifa zimekuwa nyingi sana kwa huyu binti. Hebu niambie kwanza ilikuwa vipi hadi ukakutana naye?" John akaanza kumuelezea rafiki yake jinsi alivyokutana na Obi kwenye mradi mmoja wa ujenzi kwa kijijini. Kilichomteka zaidi ni baada ya kuonja msosi wa Obi. Obi alikuwa akiuza chakula kule site kule. Alikuwa akiwauzia wajenzi kule. Kwa mara ya kwanza John alivyomuona Obi akiwa na mkokoteni wake wa chakula alimdharau, lakini alipoonja kile chakula sasa hakuamini kabisa, maana kilikuwa kitambala. Akamuuliza, "Unaweza kunipikia chakula cha jioni?" Obi akakubali. Wakabadilishana namba za simu pale na mambo mengine yakaendelea. John Obi akaenda kufanya delivery ya chakula katika hoteli aliyofikia John. Alipofika akagonga na akaamua kuingia. Alipoingia ndani akamkuta engineer John amelala yupo hoi. Alipomsogelea na kumgusa akagundua kwamba joto lake lipo juu sana. Basi Obi akaanza kumhudumia John ili kumshusha joto akitumia kitambaa na maji ya baridi kumkandakanda sehemu za mwili wake. Baada ya muda kidogo hatimaye joto la John likashuka. John akamshukuru sana Obi kwa moyo wake wa utu, na katika kuonyesha kweli anamshukuru hakutaka kuongea maneno matupu, akaamua kuonyesha kwa vitendo. Na hapo bwana ndipo mambo mengine yalipoendelea na wakajikuta wakifanya mapenzi. Basi unaambiwa John anamhadithia kila kitu rafiki yake, yani wema wote aliokuwa akifanywa na Obi, kuanzia kwenye kumjali, kwenye madiniano na mambo mengine kibao ya msusi. Oh wow, basi kama ni kweli hao ndio yaliyotokea siku ulipokutana na Obi, yani alikufanyia wema wote huo, basi huenda ikawa ni mpango wa Mungu wa kuwakutanisha tena. Basi rafiki yake akawa anamuuliza, "Kwa nini usifanye mpango wa kumwoa Obi?" John akasema, "Nawezaje kumwoa Obi binti wa kijijini na kumwacha Andrea mtoto mkali wa mjini Wewe unafikiri jamii itanionaje sasa?" Sasa rafiki yake akawa anamuuliza, "Kwa hiyo uko na Andrea kwa sababu tu ya kuwaridhisha watu na wakati huna furaha naye kama ulionao kwa Obi Yaani wewe mwanangu uko tayari kufurahisha ulimwengu na sio nafsi yako kweli? Mwanangu hebu acha ujinga bwana. Fanya maamuzi haraka sana yani. Furaha yako ni kitu muhimu sana katika maisha yako. Kama Obi anakupa furaha basi kuwa naye." Basi John akawa bado anaendelea kubishabisha tu hapo. "Unadhani jamii itanielewa kweli?" Mshikaji wake akamwambia, "Usiwe pimbi wewe. Jamii haiwezi kukupa furaha nyumbani kwako wala muoni kwako. Hiyo jamii utalala nayo au itakupikia. Kwa nini unataka kujifurahisha mwenyewe na upo tayari kuifurahisha jamii wewe? Basi bwana usiku kafika, Andrea akawa amevalia kivazi chake cha kulalia pale. Akawa anamchombeza John kimahaba na kumpa vishawishi. Si unajua tena wanapokuwa wapenzi. Mara bwana Obi akatokea akiwa na kanga moja tu na yeye akaanza kuonyesha mbwembwe zake sasa. Basi Obi na Andrea wakawa wanashindana, kila mmoja anataka kumuwini John. Unaambiwa pambano halikuwa rahisi hata kidogo, kwani atakayeshinda hapa ndio atakayelala na John leo. Andrea anaonyesha ujuzi wake wa kimjini, lakini Obi naye hayuko nyuma, anaonyesha mambo yake ya kijijini. Yani balaa tupu. Basi ikawa patashika pale na kuambia nguo kuchanika. Obi akawa anamchamba Andrea, "Yani ulivyonyooka hivyo kama sigara, unajibinua hapa mbele ya John wangu. Unafikiri utashinda? Unajidanganya. Mimi ndio Obi nako. Kwa kifupi Obi, sishindwi kitu." Sasa Andrea akawa anamfuata John. Obi akamzuia. Andrea akachukia sana na kuamua kuondoka. Alipoondoka Obi akaona hapa si akamfunulia John ile kangamoko kuonyesha vyombo vya ndani. Unaambiwa John akadata, akataka kuondoka, lakini Obi akamkwida kwa nyuma na kumwambia kimapenzi, "Unataka kwenda wapi tena jamani baby? Twende ukanipe kimoja tu cha faster."
Mwisho John akakubali, wakaenda hadi chumbani. Alipofika chumbani, John akataka mzigo wa faster. Lakini Obi akamwambia, "Hebu ngoja kwanza, kuna kitu nataka nikuulize." Lakini John akamwambia, "Hapana bwana, utaniuliza baadaye tukimaliza kufanya. Fanye kwanza afu utaniuliza baadaye." Lakini Obi akamwambia, "Hapana, ngoja tuongee kwanza alafu ndo nitakupa." Obi akaongea mambo mengi sana kwa jinsi walivyokutana mara ya kwanza na hadi kibao ambazo walikuwa wameshaekeana. Sasa baada ya kuongea mambo yote, ikabidi aanze kumuuliza sasa, "We John, una mpango gani na sisi? Maana mimi nimepata mimba, nikaja hapa nikajua tutakuwa tunaishi pamoja." John akasema, "Unamaanisha nini kuniuliza hayo maswali?" Obi akasema, "Ujue Andrea ni mwanamke na mimi pia ni mwanamke. Kwa hiyo nataka kuniambia utaishi na sisi sote kwa pamoja. Sasa kama unataka kuwa na Andrea, mimi nitasubiri tu, nitakapojifungua nitakuachia mtoto na nitaondoka zangu. Au kama ndio mimi utanioa, basi mwambie Andrea aondoke zake." Wakati wote hao yakiendelea, ni wakiongea kule chumbani, nje Andrea yuko mlangoni anasikiliza kila kitu. Hii sio sawa kabisa. Yaani wewe unakaa kimya tu, unajichagulia tu, leo unalala na huyu, kesho unalala na huyu. Au kama unataka kutoa wote, basi poa tu, mimi mbona freshi. Na kama ndio hivyo, inabidi tuweke ratiba. Leo unaenda kwa Andrea, kesho unakuja kwangu. Ni akasema, "Ngoja kwanza tufanye, alafu ya mambo mengine tutaongea baadaye." Obi akasema, "Hapana. Yaani wewe unataka kudinyana tu, ila kuongea mambo muhimu hutaki." Basi John akasemaje, inabidi afikirie kwanza ili atoe uamuzi sahihi. Basi Obi akamwambia, "Basi nitakupa mimi hizo siku 2-3 ili ufikirie." Kule nje mlangoni, yale maneno ya Obi alimfanya Andrea afikirie sana, kuhisi kwamba Obi kuna kitu anacheza, yaani hapa kuna mtego anaweka ili umfaidishe mwenyewe. Kwa hiyo akasema hapa lazima afanye jambo. Sasa leo hapa Obi anaonekana akiwa anakula chakula. Ghafla wakati anaendelea kula, tumbo likaanza kumuuma. Limemuuma kiasi kwamba sio kawaida. Sasa wakati akiugulia maumivu, akijinyonga, Andrea akatokea pale. Hapa sasa inajulikana kwamba kumbe Andrea ndo amemwekea sumu kwenye chakula. Basi nakwambia yakamtoka maneno pale, akajimwamba faya, akajishaua pale, kisha akaondoka zake. Obi akaendelea kuugulia maumivu yakawa makali sana hadi akadondoka chini na kuzimia. Sasa John wakati anarudi akashangaa kumwona Obi yuko chini amelala na amepoteza fahamu. Akiangalia mezani anaona kuna chakula. Ikabidi akambeba Obi mzoga na kumkimbiza hospitali. Daktari anampa taarifa kwamba Obi yupo salama, lakini kiumbe kilichokuwa tumboni kimefariki na hiyo ni kutokana na sumu. John akashangaa, kweli dokta, sumu gani tena? Daktari akamwambia inaelekea alikula chakula chenye sumu. Huku nyumbani Andrea na shoga yake wanajipongeza kwa kazi walofanya. Mara John akaingia na kuanza kuongea, akawa anamwambia Andrea, "Yaani daktari alivyoniambia kwamba Obi amepewa sumu, akili yangu na mawazo yangu yote nikajua kwamba ni wewe ndio umefanya hilo tukio. Alafu narudi hapa nyumbani na kukuta wewe na shoga yako huyo mpumbavu mnasherekea. Sasa naona naanza kukufahamu vizuri kabisa kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Hapa kilichobaki ni kimoja tu. Nenda juu kule kakusanye kila kilicho chako na utoke ndani kwangu. Yaani sitaki kukuona kabisa machoni mwangu." Basi Andrea akaanza kuomba msamaha pale mpaka anapiga magoti, lakini John hataki kusikia chochote na akaondoka zake. Basi bwana, baada ya John kumtimua Andrea, akaenda hospitali na kwenda kumwomba msamaha Obi, na kisha akamchukua na kurudi naye moja kwa moja mpaka nyumbani. Yaani hapa nakwambia anampeti balaa, mahaba yote yamehamia kwa Obi sasa. Kesho yake wakati John ameenda kazini, huwezi kuamini, Obi akakusanya kila kilicho chake na kuamua kuondoka. Alivyotoka nje akawa anaongea na mlinzi na kumwambia kwamba ameamua ni bora tu arudi kijijini kuendelea na maisha yake kuliko kukaa hapa akihofia maisha yake. Huku akiwaza kuwa huenda Andrea anaweza akarudi na kummalizia na yeye. Pia haamini kabisa kama John amebadilika na kuwa upande wake. Mlinzi akamwambia, "Utamisi sana msosi." Yeye akamwambia, "Wewe usijali, nitakuwa nakutumia tu." Na kisha akaondoka zake. Haukupita muda mrefu John akawa amerudi kutoka kazini. Mlinzi akamuuliza John, "Vipi bosi, umekutana na madamu Obi?" John akamuuliza, "Obi? Hapana. Kwani imekwaje?" Obi ameondoka, amesema marudi zake kijijini." John akapagawa kishenzi, kabidi pale akatoka na kuanza kumfuatilia Obi alikoelekea. Kwa bahati nzuri alimkuta bado yuko stendi hajapanda gari. Ikabidi aongee naye pale, amuombe msamaha na kumwelesha mambo yalivyo. Basi bwana, hatimaye baada ya muda mrefu wa kubembelezana hapa na pale, Obi akawa amekubali na wakarudi nyumbani. Sasa baada ya miezi kadhaa kupita, anaonekana Obi akiwa na tumbo kubwa tu, yani ameshapata mimba nyingine. Na hapa wanaonekana wakifurahia na kupanga mipango yao jinsi watakavyomlea mtoto wao na mambo mengine yote ya maisha yao. Basi wakawa nabishana pale kuhusu mtoto kama ni wa kike au wa kiume. Obi anasema bwana mtoto ni wa kike, lakini John anasema hichi kidume hiki. Basi pale kila mmoja ana jina la kumpa mtoto atakayezaliwa. Basi wenyewe wakaendelea kufurahia maisha, wakaishi kwa raha mustarehe. Na huo ndio mwisho wa tamthilia yetu ya leo. Hadi wakati mwingine, bye bye.